Episode ya kwanza inaanzia hapa. Sasa mara ghafla mkuku wakasema surprise, kumbe walikuwa wanamtilia sumu kabisa huyu mwanajeshi. Sasa mfanyakazi ameshiriki kabisa kwenye kuweka sumu kabisa ndani ya kinywaji, alafu akajifanya Baby, nimekuletea msosi mzuri leo, msosi umepikwa vizuri. Sasa yule mfanyakazi kabisa kumbe alikuwa amepandikizwa akili na huyu mama, ili mradi wamuue huyu mwanajeshi wapate kulisi mali kibao. Sikia baby, leo surprise. Leo nimekufanyia surprise, chakula kizuri nimekipika mwenyewe, unatakiwa ule ushibe baby wangu. Sasa jamaa kabisa alifurahi kabisa mwanajeshi, akasema sasa leo nataka nikuvalishe pete. Nataka nikuvalishe pete kabisa, nikuoe kabisa, uwe mke wangu halali. Sasa huyu madamu hakuamini kabisa, kwa kuwa alikuwa anataka kuvalishwa pete ya uchumba, hakuamini pete ya ndoa kabisa. Anasema nataka nikuvalishe. Sasa mfanyakazi akasema maskini ya Mungu, yani anataka avalishwe, alafu sisi nataka tumuue. Kwa nini sasa? Kwa nini mimi nataka nimeweka sumu mwenyewe, maskini ya Mungu, hapo anataka tena wapendane. Kwa nini? Sasa yule mfanyakazi wa ndani alikuwa na wivu kabisa mbele ya bosi wake. Akaona kabisa bosi wake kuteketea hivi hawezi. Katoka nje mkuku, kamfuata mlinzi. Mlinzi ndio huyu hapa, mlinzi kibonge. Samani Salumu, twende huku ndani huku. Bosi wako anakufa. Wewe, bosi anakufa toka lini bosi akafa? Toka hapa bosi hawezi kufa, toka. Mimi nakwambia twende serious, twende. Bosi anakufa ujue. Bosi anakufa huku, amewekewa sumu ndani ya kinywaji chake, atakufa. Sasa kibonga alianza kumwamini kabisa, akasema kweli unachokizungumza una hadisi ovyo ovyo. Nakwambia kweli, twende nakwambia kweli. Sasa kibonge mkuku moja kwa moja kuingia ndani. Ngoja tuone episode ya pili mambo yatakuwaje. Episode ya pili inaendelea hapa kabisa. Sasa mara ghafla bibi akasema kiukweli baby, usile hiki chakula nahisi kuna mtu kafanya maajabu yake, usile hiki chakula. Sasa jamaa kuelewa akasema sasa wewe umenikaribisha chakula unasema tena nisile, maana yake nini? Unajua sikuelewi. Samani baby, ngoja nikakupikia chakula kingine. Hiki chakula kilipitia kwa mfanyakazi wa ndani. Sasa sijajua mfanyakazi wa ndani karekebisha vipi hapo. Sasa mwanamke mwenyewe akaanza kujikanyaga, kumbe wametia sumu, wametia poison kwenye kinywaji. Sasa wameanza kujikanyaga. Mwanamke anazungumza kiukweli baby, nakwambia tu hiki chakula usikile. Mimi sikiamini hiki chakula. Si ulisema umepika wewe? Hapana, sijapika mimi, kapika mfanyakazi wa ndani. Sasa anaweza akawa ametilia sumu hapa baby, nikakukosa. Sasa jamaa kuelewa, wewe mbona sikuelewi? Katia sumu kivipi? Mimi sielewi. Baby, mimi nakwambia usile hiki chakula, kinaweza kawa kimetiliwa sumu mpaka tukihakikishe. Kumbe ye mwenyewe ndo aliyefanya mazingzong. Sasa baada ya kuvalishwa pete kabisa ya ndoa, akaona hapa mambo yamekuwa heka, kwa sababu mwanzo walikuwa kama wapenzi. Sasa anaenda kuwa mke wa ndani. Sasa kuelewa, tamaa zote zimemuishia, akaanza kuona huruma tena. Anasema baby, mimi nimemwona kabisa kaja katilia sumu humu kwenye kinywaji chako huyu mfanyakazi, afu ndo akakuletea. What? Wewe unazungumza nini? Unazungumza utoporo gani? Unataka nikukatakate masikio? Unazungumza nini? Mara ghafla mkuku kibonge akaanza kuzungumza, tafadhali bosi, usinywe hicho kinywaji wala chakula, usinywe.